baada tu ya kuwasili katika taifa hilo pale nchini Mali. Kumekuwa na story za hapa na pale kuonekana Simba kupokelewa kwa nderemo na vifijo. Watu wengi kweli kweli waliweza kuitawala airport pale nchini Mali, na kuna wengi walikuwa wanajiuliza kwamba ni kitu gani kinachoendelea hapa. Watanzania wanaoishi katika taifa hilo la Mali hakika kabisa wameweza kuiheshimisha klabu hiyo ya Simba kuwasili kwa wingi kweli kweli katika uwanja wa kimataifa wa nchi ya Mali. Lakini mashabiki wa Simba wanaoishi kule nchini Mali wamefurahishwa sana baada ya kuwaona wachezaji wao, na moja kati ya wachezaji ambao waliokuwa wamefurahishwa kuwaona ni Morris Abraham. Morris Abraham bwana, wa Tanzania wanaoishi kule nchini Mali wamefurahi sana kumuona Morris Abraham pamoja na Selemani Mwalimu. Moja kati ya mtu ambaye ameniambia kwamba sababu ambazo wao zilizoweza kuwapelekea Simba kuwapokea kwa shamra na vigeregere kwa wingi kweli kweli ni kwa sababu tu ya usajili ambao umeweza kufanyika siku za hivi karibuni. Yani Simba ni klabu ambayo inatoka Tanzania, na mbali tu ya kutoka Tanzania wameenda pale nchini Mali. Unaweza ukajiuliza kwamba hii Simba ndiyo ya hapa nchini Mali ama ni ya wapi? Sasa inaonekana mgeni ndio amekuwa mwenyeji. Watu wengi kweli kweli ambao waliweza kujitokeza pale ni kwa sababu tu ya ukubwa wa kuwa na klabu bora barani Afrika. Lakini sio tu mbali kuwa na klabu bora barani Afrika, ni kwa sababu ya kile ambacho walichokuwa wamekitengeneza. Wachezaji waliokuwa wamesajiliwa msimu huu wa 2025-26 wamekuwa ni wachezaji wazuri, wamekuwa ni wachezaji wa usajili mkubwa kweli kweli, na hiko ndio kitu ambacho kimeweza kuwafanya Watanzania wanaoishi pale nchini Mali kuweza kujitokeza kwa wingi. Mwandishi wa habari kutoka pale nchini Mali amenihakikishia kusema kwamba Simba imefika salama. Si tumezoea hapa siku za hivi karibuni kumekuwa na figisu zinazotokea huko, vilabu vyetu hivi vikiwa vinasafiri kwenda katika mataifa mbalimbali. Tumeshuhudia hapa wananchi Yanga walikuwa wakienda pale Algeria, waliweza kuwekwa uwanja wa ndege saa 3. Saa 3 wameweza kukaa uwanja wa ndege, na lakini tumeona hapa Wydad Casablanca kutoka nchini Morocco wamewasili katika taifa hili la Tanzania kule visiwani Zanzibar. Hoteli hile bwana, wa Zanzibari waliweza kuwapokea Wydad Casablanca kwa nderemo na vifijo. Inawezekana pia ni jambo la kufikirishwa, kwa maana kwamba ni wale ni wafanya biashara na ile ni hoteli, inawezekana kwa labda mteja ni mfalme. Lakini pia mapokezi yamekuwa ni mazuri kweli kweli. Lakini pia moja kati ya taarifa, mwandishi wa habari kutoka pale Mali amenihakikishia kwamba Simba haikukutana na hiyo changamoto yoyote. Safari yao imeenda vizuri na wamefika vizuri, na hakuna tukio lolote lile ambalo liloweza kuwasababisha ya wao kukutana na kadhia za hapa na pale. Lakini kubwa, Morris Abraham pamoja na Selemani Mwalimu amekuwa ni gumzo kweli kweli pale nchini Mali. Selemani Mwalimu pamoja na Selemani Mwalimu wametengeneza gumzo pale. Watanzania ni wengi kweli kweli ambao wameweza kujitokeza, na hii mchezo wa kwanza Simba amepoteza goli 1-0 dhidi ya Petro Atletico de Luanda kutoka pale Angola. Simba wamepoteza. Imagine kama Simba angeshinda mchezo wake wa kwanza, ingekuwaje? Ingekuwaje? Hii tu kwa sababu tu Simba tu amepoteza mchezo wa kwanza, lakini wale wa Tanzania wanaoishi nchini Mali wameipokea kwa furaha kweli kweli kikosi hiko cha Simba. Ni kwa sababu ya ubora ambao wamejaribu kuonesha. Mmoja kati ya mdau ambaye amenithibitishia
na kuniambia kwamba sababu za nyie Simba sababu za nyie mashabiki mnaoishi huko nchini Mali zilizoweza kuwapelekea kuipokea Simba kwa nderemo na vifijo ni sababu gani haswa? Alichonijibu ameniambia kwamba usajili msimu huu Simba wamesajili wachezaji wazuri, wamesajili wachezaji ambao ni wanaoendana na klabu hiyo ya Simba. Hiko ndio kitu ambacho ameweza kunijibu mdau huyo kutoka kule nchini Mali. Lakini kitu pekee ambacho nimefurahi na kukiona, nimemwona bwana shabiki mmoja ambaye ni Mtanzania pia amevaa jezi ya Yanga, naye pia yupo katika uwanja wa ndege wa Mali pale huko akiwakaribisha Simba. Hii pia nimeipenda. Hii nimeipenda sana kwa sababu hapa ndio tunakuja kwamba taifa kwanza, mambo mengine baadaye. Hakujaribu kutazama klabu gani, yeye ni shabiki wa klabu gani, lakini kitu ambacho alichokifanya ni kwenda tu uwanja wa ndege na kuisupport klabu ambayo inayotokea katika taifa lake la Tanzania. Hili mimi nimelipenda kweli. Kwa hiyo Watanzania tumekuwa ni wazalendo wa vilabu vyetu kutoka katika taifa hili la Tanzania. Juzi hapa jana nilikuwa nikizungumza kusema kwamba naitakia ushindi Simba kule nchini Mali. Moja kati ya mdau ameniambia kwamba wewe mtangazaji utakuwa ni Simba wewe, kwa nini uiombee Simba ipate ushindi? Sasa kwa nini nisiombee Simba isipate ushindi? Kwa sababu ni timu ambayo inayoiwakilisha taifa hili la Tanzania. Kidogo kuna watu waliweza kuninukuu vibaya, kuniona kama vile mimi ni Simba, lakini mimi nipo hapa kwa ajili ya kiuzalendo zaidi. Sikumbuki alikuwa ni nani yule ameweza kunitumia ujumbe huo kuniambia kwamba wewe mtangazaji ni Simba, kwa nini uitakie ushindi klabu hiyo ya Simba ili hali wewe hutakiwi kuwa ushabiki wa timu yoyote? Mimi sikusema kwamba Simba ishinde, ila nimeitakia kila laheri kwa safari yake na pambano lake dhidi ya Stade Malien. Waitakie ushindi kwa sababu ni timu ambayo inayoiwakilisha taifa hile la Tanzania. Lakini sio tu Simba, hata Yanga pia tunaitakia ushindi kwa dhidi ya JS Kabylie kutoka pale nchini Algeria. Lakini pia kia ushindi pia Azam Football Club dhidi ya nani hawa ya Wydad Casablanca. Singida pia kadhalika tunaitikia ushindi kwa sababu ni vilabu ambavyo vinavyowakilisha taifa hili la Tanzania. Kwa hiyo kutoka taifa hilo la Mali, kikosi cha Wekundu Msimbazi Simba kimewasili salama salimini kabisa. Hakutokuwa na kulikuwa hakuna changamoto yoyote, tofauti na mwanzo tetesi zilikuwa zikisema kwamba Simba waliweza kuzuiliwa katika uwanja wa Ethiopia pale Addis Ababa. Hiyo taarifa ilikuwa bado haijawa confirm, lakini tumeweza kuithibitisha hiyo. Simba walifika mpaka pale nchini Ethiopia na hakuna lolote lile ambalo liloweza kuwakuta. Wamefika salama. Safari yao ilifika mpaka nchini Ethiopia Addis Ababa katika uwanja wa kimataifa wa ndege, na baada ya hapo wakaianza safari kuelekea pale nchini Mali. Kwa mujibu wa taarifa kutoka kule nchini Mali, Simba wameiteka bwana mji wa Bamako, wameuteka kweli. Simba pale Bamako unaweza ukasema kwamba hii ni Simba ama ni klabu kutoka hapa nchini Mali. Wamejaribu kuiteka nchi hiyo ya Mali na kuonekana ni kama vile ni jambo zuri kweli ambalo lilokuwa limejitokeza. Kwa hiyo tuseme kwamba kongole kwa wachezaji pamoja na benchi la ufundi, lakini wachezaji waliokuwa wamewateka watu wengi waliofika katika maeneo yale ya kwenda kuipokea klabu hiyo ya Simba ni mashabiki wengi wa Simba na Watanzania wanaoishi pale nchini Mali, na wachezaji ambao waliovunja rekodi, maana kila Mtanzania aliyefika katika uwanja wa ndege kila mmoja alikuwa akitamani kupiga picha na Morris Abraham, kila mmoja alitamani kupiga picha na Selemani Mwalimu, na kila mmoja alitamani kupiga picha na Jonathan Soa.
Kwa hiyo hao ndio wachezaji ambao wameweza kuiteka kwa wingi kweli kweli kikosi cha Wekundu wa Msimbazi Simba pale nchini Mali. Sasa ukiachana na taarifa hiyo, kuna taarifa nyingine bwana hapa kidogo. Taarifa hii imeleta sintofahamu.